Karibu Dodoma. Eneo ni Nyerere Square, eneo maarufu hapa Dodoma, likibeba alama na kumbukumbu kubwa ya kiongozi wa taifa hili, hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Huyu ndiye binadamu ambaye amegoma kufa kabisa, si katika mioyo ya Watanzania bali hata katika mioyo ya baadhi ya viongozi barani Afrika. Mwalimu Nyerere amegoma kufa kabisa. Mwalimu Nyerere amegoma kufa kabisa. Na kutoa hapa Tanzania na kupeleka Angola. Kwa nini Angola? Mimi ni Beni Mwanantala. Karibu sana mtazamaji katika simulizi hii nzuri na ya kuvutia. Tanzania na Angola zina historia ya kipekee ya urafiki iliyojengwa juu ya harakati za ukombozi wa Afrika, si biashara au diplomasia pekee. Historia ya Tanzania na Angola katika harakati za kupigania uhuru baada ya Tanganyika kupata uhuru mwaka 1961 chini ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tanzania ilikuwa ngome ya kupigania ukombozi wa nchi zilizokuwa bado chini ya ukoloni kusini mwa Afrika. Wakati Angola ilikuwa chini ya utawala wa Wareno, Tanzania ilitoa msaada mkubwa kwa wapigania uhuru, hasa chama cha MPLA, yani Movimento Popular de Libertação de Angola, kilichoongozwa na Agostinho Neto. Msaada wa Tanzania ulijumuisha kuruhusu viongozi wa MPLA kufungua ofisi na kufanya shughuli zao jijini Dar es Salaam, kutoa mafunzo na mazingira salama kwa wapigania uhuru, kusaidia usafirishaji wa vifaa na silaha kupitia mtandao wa nchi za ukombozi. Mwalimu Nyerere alitumia ushawishi wake katika Umoja wa Nchi Huru za Afrika OAU na kimataifa kutetea uhuru wa Angola. Kutokana na mchango huo, Angola ilipata uhuru mwaka 1975. Viongozi wake waliendelea kumheshimu sana Mwalimu Nyerere kama mmoja wa mashujaa wa ukombozi wa Afrika. Na ndiyo maana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anafunga safari kuelekea Angola katika uzinduzi wa hospitali hii kubwa na ya kisasa nchini humo. Hospitali hiyo inayojulikana kama Dos Cuidados Presidente Julius Kambarage Nyerere. Lakini umejiuliza kwamba hospitali hii ya Julius Nyerere nchini Angola ni hospitali ya namna gani? Ni hospitali ya kisasa sana inayobobea katika matibabu ya majeraha makubwa ya moto, yani burns, upasuaji wa kurekebisha majeraha, yani reconstructive microsurgery, matibabu ya majeraha magumu, mafunzo ya wataalamu wa afya na utafiti wa kitabibu. Inatarajiwa kuwa moja ya hospitali za kisasa zaidi nchini Angola na kituo cha rufaa kwa wagonjwa wenye majeraha ya moto, hivyo kupunguza ulazima wa kuwapeleka wagonjwa nje ya nchi kwa matibabu zaidi. Kwa kifupi tu, Mwalimu Nyerere anakumbukwa nchini Angola kama rafiki wa kweli wa mapambano ya uhuru, ndiyo maana jina lake limepewa moja ya hospitali muhimu na za kisasa zaidi nchini humo. Huyu ndiye Mwalimu Nyerere na huyu ni mwanadiplomasia makini, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Kama nilivyokujuza, Angola wanapata uhuru mwaka 1975. Mchango wa hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, huyu hapa, hautasahaulika, na ndiyo maana anaendelea kupata heshima katika mataifa mbalimbali hapa duniani. Hizi ni juhudi za Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambazo amezifanya akiwa nchini Angola katika uzinduzi wa hospitali hiyo. Mimi ni Beni Mwanantala.